Zainab Aziz ni mtangazaji sifika ulimwenguni ambaye sauti yake iliwahi kuliamsha taifa kupitia redio Taifa Sauti ya Mkenya, ambaye kwa sasa mawimbi ya sauti yake nyororo inatamba kote duniani kunakozungumzwa lugha ya Kiswahili kupitia kwa mawimbi ya DW Radio mjini Bonn. Majaji wa mahakama ya rufaa wameutupilia mbali uamuzi wa mahakama ya Umoja wa Mataifa wa kuanzisha utaratibu wa kuendelea kusikilizwa ushahidi dhidi ya mshukiwa Felician Kabuga mwenye umri mkubwa kuhusu mauaji ya halaiki ya Rwanda. Mbali na utangazaji wa moja kwa moja kila alfajiri, sauti yake pia iliweza kutanda kupitia KBC Channel 1 Television, huku akipeperusha ngoma za kitaarab kwa nembo ya miale ya Watrib. Gumzo Mtaani ilifanya kikao na mtangazaji huyu maarufu na kwanza kumtaka tueleze kinaga ubaga Zainab Aziz ni nani. Zainab Aziz ni binti anayetoka kwenye familia ya watoto 5. Baba yangu marehemu Aziz na mama Saada wote wameshatangulia mbele za haki, na mimi ni mtoto wa 3 kwa kuzaliwa kwenye familia yetu. Nilizaliwa Mombasa, eneo linaitwa Nyali kule Mombasa, na nimelelewa kule. Nilisoma kule shule ya msingi na hata masomo ya juu, shule ya sekondari. Nilisoma Mbeheni Girls Primary School, na baadaye nikaenda Aga Khan High School mpaka kumaliza kidato cha 6 pale. Kidato cha 6 wakati huo ambapo kulikuwa mpaka wanakwenda mpaka form 6. Ndio. Sasa wewe tunaweza kusema kwamba wewe ni mzee wa Mombasa. Ndio. Kama mambo ya juzi ambapo nilikuwa na mhoji Lucy Shoma yule ambaye ni hakimu. Ndio. Akaniambia kwamba yeye ni maziwa Nairobi, lakini wewe umetoka Mombasa. Ndio. Sasa labda katika hali ya ulizi wako kule Mombasa, nimesikia kwamba ulikuwa naishi katika ule mtaa wa kifahari kule Mombasa, maana Nyali ni kama dynasty hivi. Sasa ulianza kupendezwa na mambo ya utangazaji lini? Ukiwa katika shule ya msingi ama shule ya upili? Kwa kusema kweli, nadhani hata mapema zaidi, tangu nikiwa mtoto sana. Na nilipokuwa katika shule ya msingi, tulikuwa tuna klabu ya shule inayohusu uandishi. Nikipenda sana kuandika vitu pale shuleni, kinachoendelea shuleni, na nilikuwa mwanaspoti mzuri vile vile. Na michezo pia nilikuwa nacheza mingi yote, tennis, table tennis, nilikuwa high jumper mzuri, swimming, nilikuwa nikishiriki katika michezo hiyo mingi. Na baadaye nakuja naandika kile ambacho tulikuwa tuna kijigazeti pale shuleni. Kwa hivyo naweza kusema nilianzia pale, na hasa katika drama pia nilishiriki sana katika mambo ya uigizaji. Kule kuvutiwa na utangazaji huwa kunaashiria kuvutiwa kwanza na baadhi ya watangazaji na ambao wanatapakaa katika kila aina ya vipindi. Tulitaka kujua baadhi ya watangazaji ambao Zainab Aziz alivutiwa nao kwenye ukuaji wa upendo wake kujiunga na utangazaji. Yaani wakati huo nilikuwa nafurahishwa sana, haswa katika masuala ya usomaji wa habari na mambo mengine ya kuripoti. Mtangazaji ambaye naweza kukumbuka kabisa, Steven Kikumu, nilikuwa nampenda sana. Alikuwa ananivutia kweli kweli. Kina Juria Omar na baadaye kina Hadija Ali ndio watu haswa walionifanya mimi niipende. Na kwanza dada mrembo Hadija Ali katika mambo ya muziki yake ya taarab. Manake wewe licha kwamba tutakuja zungumzia swala hilo, wewe ulikuja sana ukafahamika sana katika vipindi vya muziki wa taarab. Sasa namna ambavyo sasa umemaliza shule, labda umesema ni Aga Khan High kule Mombasa. Ndio. Mara yako ya kwanza kabisa kuikaribia microphone ilikuwa ni lini, na lile jambo ambalo ulitangaza liliashiria nini? Kuna mambo mawili. Nilianza kuikaribia microphone wakati nikiwa kidato cha 4. Alikuwa mama Yulelia Namai. Yulelia Namai alinikaribisha kuwa nafanya kipindi cha watoto
Alikuwa mkubwa sana, mkuu wa television wakati huo. Ndio. Wakati huo naweza kusema nikifanya vipindi vya watoto labda kwa sababu ya ujana ama utoto tuseme, sikuwa nimeweza kuelewa hiyo effect haswa. Na ushamaliza shule wakati huo, kidato cha 4 ama bado kidato cha 6? Bado. Na pengine hata nilianza mapema kabla. Kwa hivyo siwezi kukumbuka nilikuwa nina hisia gani. Lakini nilipokuwa naelekea kumaliza kidato cha 4, kuna kipindi cha televisheni pale Mombasa kilikuwa kinaendeshwa na mama mmoja, producer anaitwa Joyce Shira, kama sijakosea. Kilikuwa ni kipindi kinaitwa Ngonjera cha televisheni. Na kikumbuka sana kile kipindi. Basi kipindi kile pia nilishiriki katika kuigiza katika kipindi kile. Hicho ndicho kilichonifanya nikawa na hiyo hisia zaidi ya kutaka kuwa mtangazaji. Kwa kweli nilifurahi sana kila nikipewa scenes zangu, hasa kuzikariri, na kwa vile maneno yalikuwa ni ya Kingonjera, ni lazima zile beti uzikariri vizuri. Ilinipa hamasa kwa kweli. Hamasa ya kuweza kusema kwa ungetaka sasa uwe mtangazaji. Kabisa. Na pale kabla ulisema kwamba Lydia na Mai mlifanya kukutana, sijui kama mlikutana Mombasa ama hapa Nairobi, akaweza kukupatia nafasi. Ilikuwaje? Kwa kweli ilikuwa ni nafasi nzuri kwangu, hata wazazi pia walifurahia, na hapo ndio niliweza kukutana pia na watangazaji mahiri kama kina Peggy Kabai, nikakutana pia na kina Mwanamshenga Suleiman, kina Mambo Hazari. Basi mimi nikawa kama ni mtoto wa KBC pale. Maana nakumbuka kina Mambo Hazari walikuwa kituo chao ni Mombasa pale, kina Peggy Kabai. Ndio. Utangazaji wa miaka iliyopita ulikuwa tofauti sana na hali halisi sasa ya utangazaji wa zamu. Miaka ya mbeleni mtangazaji alihusika kwa zaidi na kujiandaa kwa mida yake hewani, huku akiwajibika kujiandaa zaidi kuchagua santuri na kuzichukua toka kwa maktaba husika, mbali na kujiandaa katika uandalizi wa matangazo ya biashara yaliyoorodheshwa kuchezwa na pia skripti yake binafsi kwa mjibu wa mdaharo wa siku ile. Kwa sasa watangazaji wa zamu, licha ya kuhusika kuandaa rekodi zitakazochezwa, wao huwa wanaandamanishwa na DJ ambaye jukumu lake ni kucheza nyimbo kama anavyoelekezwa na mtangazaji wa zamu. Utangazaji kisasa pia unawajibika kuwa na wana social media katika studio wanaorekodi hali halisi na kuachilia vijembe vya makala katika majukwaa ya social media. Gumzo Mtaani ilimtaka Zainab Aziz kutuelekeza kwa hali halisi nyakati hizo. Hali ya kujiandaa kwa kweli bado naendelea nayo mpaka sasa, hata huko niliko, kwa sababu ukijiandaa unakuwa wewe unaingia pale studio kwa madaha. Tulikuwa tuna library kubwa sana, au pengine bado ipo mpaka sasa. Bado ipo library pale KBC. Lakini mbali na hayo, sisi wenyewe tulikuwa tuna invest kununua miziki sisi wenyewe. Nikipata safari kutembelea kama Uingereza hivi ama nchi nyingine yoyote, kitu kikubwa ambacho mimi nafanya ni kuingia katika maduka ya muziki kununua muziki wangu. Kwa hivyo mwenyewe nyumbani ni kama nilikuwa na library yangu. Ikifika jioni, kabla sijapanda kitanda, natengeneza kabisa muziki wangu ambao ningetaka kufanya nao kazi. Nakumbuka pale KBC pia tulikuwa tuna uwezo wa kuingia library, ukachagua miziki, ukafunga kwa loka yako pia. Kwa hivyo nilikuwa nachanganya hivyo. Na haikuwa ikinipa shida kwa kweli, kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Ndio. Sasa kile kipindi ambacho tena kilikuwa maarufu sana na ikifanya ukajulikana sana, licha usomaji wa habari katika television na radio, ni kipindi ambacho kilikuwa kinajulikana kama Miale ya Watrip. Kilikuwa kinakujia katika television, sikumbuki saa ngapi. Na kile kipindi cha Miale ya Watrip ndicho kile bado kilikuwa katika Radio Taifa ama ni kipi? Kwenye Radio Taifa, wakati wakuu walipoamua tuongeze kipindi kingine cha taarabu, kwa sababu utakumbuka dada mrembo Hadija Ali amekuwa akifanya kipindi hicho, na brother Said Ali Matano pia alikuwa anafanya kipindi hicho. Kwa hivyo wakati huo sasa mimi si ndio mdada mchanga. Kwa hivyo pia nafikiri tulitaka ama wakuu walitaka kuwe pia na mtazamo wa kutoka kwenye young blood, sura mpya. Lakini kabla sijazungumzia kipindi cha Miale ya Watribu ambacho kwenye redio kilikuwa hatukiiti Miale ya Watribu, nilikuwa
vipindi viwili. Kimoja nilikuwa nafanya katikati ya wiki na kingine nilikuwa nafanya weekend. Kile cha weekend nilikuwa nakiita Chemchemi ya Raha kwa sababu nilikuwa napiga miziki ya taratibu nikijua kwamba Jumamosi watu wako nyumbani wamepumzika. Kwa hivyo ndio kilikuwa asubuhi. Na hicho kingine kilikuwa ni saa 5, nilikuwa nakiita nini, jahazi ama something. Na nilikuwa wakati mwingine pia nilikiita MV Burhan. MV kwa jina la meli. So nilikuwa nikikipamba kile kipindi kwamba sasa meli MV Burhan inang'oa nanga na ndio kuweka madaha. Nilikisikiza sana mimi kile. Lakini pia kipindi ambacho kilinifanya pia nikawa maarufu zaidi kwa sababu mimi ndio nilikianzisha ni kile tulikuwa tunafanya na Elizabeth Obegi cha Mchaka Mchaka. Mchaka Mchaka ndio. Mimi ndio mwanzilishi hasa. Kilikuwa kinakuja saa ngapi? Asubuhi wakati tunatangaza katika muziki baada ya taarifa ya habari ya saa 1. Kwa hivyo tunakuja na huo Mchaka Mchaka. Tunawaburudisha watu wakiwa kwenye matatu, kwenye magari yao binafsi wanakwenda kazini. Na ni kipindi ambacho pia kiliweza kunijenga sana. Kabisa. Zainab Aziz alipewa kipaji cha utangazaji wa zamu na pia usomaji wa habari ambao aliutekeleza kwa ustedi, iwe aidha kwa redio ama kwa television. Tulimtaka tueleze nini tofauti ya aina hiyo ya utangazaji. Utangazaji wa habari kwanza unamtaka mtu awe na umakini mkubwa. Na kitu cha muhimu zaidi ni kuielewa ile habari wewe mwenyewe, uelewe kile unachokisoma. Na jambo ambalo mpaka leo nawaambia hata hawa watangazaji wa vizazi vipya, maneno, tamka maneno hadi mwisho. Usiseme vizuri. Sema vizuri. Unafahamu? Ile intonation lazima ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Kwa sababu unaweza ukafungua mdomo kusema kitu we mwenyewe ujielewi unasema nini, na yule unaitaka aelewe na yeye anakuwa haelewi kabisa. Kwa hivyo hicho ndio kitu muhimu. Kuwa makini, yani uzipitie zile habari, uzipitie, uwe makini na uwe makini. Fungua mdomo wako vizuri, O isikike, N isikike. Usije ukasikika umepandisha maneno mpaka mtu awe haelewi unasema nini. Sasa katika enzi yenu hiyo, manake sasa tukiingia katika taswira ya usomaji wa habari, kulikuwa wale watangazaji ambao uliwapenda zaidi katika ule mfululizo wa kusoma zile habari, taja 2 watatu hivi. Ngulamu Mwaviro alikuwa ananifurahisha sana. Nilikuwa napenda usomaji wake wa habari. Mzee Leonard Mambo Mbotela vile vile nilikuwa napendezewa sana na utangazaji wake na nimejifunza mengi kutoka kwake. Saidi Ali Matano, Hadija Ali. Hao walikuwa ni watangazaji ambao walikuwa wananiweka mimi, wananihamasisha katika usomaji. Ulimsikiza Mohamed Juma Njuguna? Mohamed Juma ndio. Na yeye ni miongoni mwa hao. Na kina Salim Mohamed. Yes. Na kina Salim Juma. Kabisa. Asante. Kabisa. Baada ya kujipatia tajriba ya kutosha kwenye nyanja ya utangazaji, Zainab Aziz alijipata mjini Bonn na kuanza kuwa mtangazaji wa kimataifa kwenye Radio DW, yani Radio Deutsche Welle. Hapa anatufahamisha taswira kamili. Hata huko Koloni ilikuwa bado ni DW, lakini walikuwa wakitangazia kutoka katika mji wa Koloni. Koloni ndio. Lakini mimi nilipojiunga nao mwaka 2004 tayari walikuwa wamehama kutoka kule Koloni wakaja Bonn. Kwa hivyo mimi nilienda moja kwa moja Bonn. Sikuwahi kufanya kazi katika lile jumba la kule Koloni. Ndio. So lakini umekwenda kusoma? Ndio. Ukapewa nafasi? Ndio. Muda wa miaka 2 ama 1? Kwanza ilikuwa ni miezi 6. Miezi 6 tu. Alafu baada ya miezi 6 wakaona niendelee kuendelea kusoma. Kwa hivyo ndio nikapewa nafasi ya mwaka 1. Ndio. Baada ya kumaliza ule mwaka 1, naweza kusema kwamba pale wakati huo wanawake walikuwa wachache sana. Walikuwa wachache sana. Pale DW. Ndio. Mlikuwa na kina nani? Hebu tukumbushe wale majina. Yule mama maarufu sana Umul Khair. Umul Khair nilikuwa namsikiza sana. Na kulikuwa kuna mama anaitwa Prema Martin. Kabisa nilikuwa namsikiza sana. Sasa walitamani sana kuongeza namba ya wanawake.
na walipoona kwamba nimekidhi vigezo ndio wakaniuliza kama hiyo chansi wakinipa nipewe nafasi. Na hapo ndipo niliposaini sasa mkataba wa miaka miwili na baadaye kurudi katika mwajiri wangu wa zamani kuomba radhi na kusema kwamba mimi sasa naendelea upande huu, kwa sababu naendelea pande hiyo. Nafikiri hata pale michuzi iko sawa ukilinganisha na michuzi ya hapa. Nafikiri watu wengi wangetamani nafasi kama hii kabisa, na kwa vile niliipata basi namshukuru Mungu. Kuna utofauti mkubwa katika masuala ya kutangaza kimataifa ambako mawimbi yake hulengwa dunia nzima, huku Radio Taifa jukumu lake likiwa kuwalenga wazalendo. Mazingira haya Zainab Aziz ameweza kuyafanyia kazi. Tulimtaka aeleze utofauti uliopo. Mpaka leo bado nakumbuka kuna vitu napenda upande huu na vitu napenda upande huu. Utofauti wa Deutsche Welle na radio zetu za hapa nyumbani, labda naweza kwenda moja kwa moja kwa msomaji taarifa ya habari, kwa sababu watakaotafuta hapa ni wengine, watakaoandika ni wengine. Wewe msomaji utachukua tu script zako, unapitia, unaenda studio kusoma taarifa ya habari. Lakini kule Deutsche Welle sio hivyo. Wewe utafanya kila kitu. Wewe mwenyewe ndio utazitafuta hizo habari. Utakwenda mpaka kurekodi zile inserts. Kawaida kwa inserts hatutumii sisi ule mwenendo wa kuwa utatoka inserts, tunaenda kurekodi kama tunataka kufanyia vipindi vingine tu, kwa sababu kuna kitengo maalum cha kuchukua inserts. So kama unataka labda kusoma taarifa ya habari kumhusu Donald Trump, utaingia tu kwenye maktaba uone ni sauti gani unataka kutumia. Kwa hivyo wewe utatengeneza news zako, alafu hiyo sauti uko nayo tayari. Kwa maana kwamba wewe ukiingia kama unaandaa taarifa ya habari ya kuenda saa 7 mchana, moja kwa moja unaanza kuangalia zile news items latest. Kama hivyo habari si historia, namna ambavyo zilikuwa zinawasilishwa na AFP wakati wa Reuters. Uangalie tena ule umuhimu wa zile habari kulingana na lengo lengo, muda na pia unapima ama unachuja kuangalia, je, habari hii ni sawa na wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na ya Kati, kwa sababu unaweza kukuta habari ni very important lakini hailengi audience ya huko. Hailengi. Kwa hivyo lazima uwe una umahiri wa kuweza kufanya hivyo, na wenyewe pia ni lazima uwe na ujuzi wa kutosha na umahiri wa kutosha. Umeshazoea kufanya hiyo kazi, ndio utapewa hilo jukumu la kusoma taarifa ya habari. Sio namna ambavyo sisi, unajua ukikwenda katika kile chumba cha habari unapata habari imeandikwa. Sasa wewe mwenyewe ndio unazitayarisha wewe mwenyewe na kuangalia ule umuhimu wa zile habari kulingana na namna ambavyo zinawasili. Sasa uko katika ile mazingira sasa ambapo sasa lugha ambayo inazungumzwa zaidi ni Kijerumani na wewe lugha yako ni Kiingereza na Kiswahili. Hali itakuwa namna gani? Kwanza utakwambia kwamba lazima usome Kijerumani kusudi uweze kukielewa, ama itakuwaje? Muhimu. Utakwenda katika shule kusoma lugha yenyewe? Ndio. Sie sprechen sehr gut Deutsch? Ja, ich spreche sehr gut Deutsch. Ich habe Deutsch gelernt in Deutschland. Als ich nach Deutschland gegangen habe, hatte ich keine Deutsch. Basi ndio hiyo sasa huwa anaongea lugha kabisa. Jetzt kann ich viel Deutsch sprechen, kann ich auch. Mimi nilisomea taasisi ya hapa, lakini unajua lugha wanasema kwamba kule lugha unaipata namna ambavyo katika yale mazingira ambavyo watu wanaongea. Ndio. I don't know in English they say, you know, you kind of like inhale the language. Yes. Yani namna ambavyo watu wanasikiza. Sasa umekwenda katika shule kusudi sasa uweze kusoma hiyo na kuanza sasa kuingia katika yale mazingira. Na Kijerumani ni kigumu sana jameni, manake kina gender 4, 4 genders, sio kama Kifaransa 3 genders. Na Kijerumani kulingana namna ambavyo nilisoma pale Goethe Institute, huwezi, hakina formula kusema kwamba hii ni male, hii ni female na hii ni neutral. Ndio. Wewe unakipata tu namna ambavyo watu wanazungumza. Tofautisha lugha ya Kijerumani, manake wewe unaongea Kijerumani vizuri na Kifaransa. Kijerumani wanasema ni kigumu sana.
kukielewa kusoma? Kijerumani ni kigumu, lakini naweza kusema hakuna lugha nyepesi. Hata Kiswahili ni kigumu. Kwa sababu mbali na utangazaji bado mimi huwa nafundisha Kiswahili katika chuo cha defense kule Ujerumani. Na je, kwenye hali ya kukisoma Kijerumani kina misingi ya ugumu wake? Zainab Aziz. Kwa hivyo Kijerumani pia ni kigumu kwa sababu hapa Kenya si watu wengi wanaongea Kijerumani. Sisi East Africa mara nyingi tunaongea Kiingereza. Kiingereza ndio. Na Kijerumani nafikiri pia labda sasa, lakini zamani hata wanafunzi shuleni si wengi walikuwa wanapendelea kusomea Kijerumani zaidi ya Kifaransa. Sana sana unakuta wanasoma Kifaransa. Kifaransa na Kihispaniola. Na kule Ujerumani hata sasa kuna watu ambao wameishi zaidi ya miaka 30 na hawazungumzi Kijerumani. Mbona? Itakuwaje? Ni hiyo kusema ni kigumu. Hiyo kasumba tu. Ndio. Ni kasumba. Akiingia darasani sasa ndio hizo genders. Gender hii inakuwa ni ya kike, alafu baadaye inatakiwa ibadilike iwe ya kiume. Kwa hivyo sasa mtu anajiuliza hii inakuwaje? So wengi wanakata tamaa. Wanakata tamaa. Lakini ni lugha tamu sana ukijifunza. Ni tamu. Alafu unasema kwamba katika Kijerumani wakati ambapo unasikiza ile lugha mtu ucheka mwisho, yule mtu akimaliza sentence manake hujui atasema nini. Ndio. Manake ule utamu wa lugha ni pale ambapo unamalizia ile sentence ambayo unazungumzia. Kwa sababu lugha ina mizani yake na wenyewe pia, kwa sababu wao ile verb inakwenda mwisho. Sasa mtu atakuwa yuko katika hali ya sintofahamu. Yaani umemwacha hapa mpaka umalize ile ndio uelewe. Ndio haelewe ni gehen ama ni lachen ama lenen kitu kama hicho. Ndio. Sasa tukirudi katika taswira yako ya utangazaji pale DW, manake bado wewe ni mtangazaji pale. Ndio. Sasa wewe labda wewe ni mkuu wa kituo, manake miaka hiyo sasa, na kama ambavyo utukumbushe ni vipindi vipi ambavyo wewe unafanya sasa katika DW sasa hivi mimi sana ni mhariri. Mhariri. Ndio. Baada ya vijana wakishaandika news zao zinapitia kwangu nizihariri, ama wakifanya vipindi vinapitia kwangu kuhariri, kuona kama ile mizani yote wamezingatia. Lakini pia bado nasoma taarifa za habari, kutayarisha taarifa ya habari, na kuna kipindi ambacho sasa hivi ni kama ndio picha yangu, tunakiita Sura ya Ujerumani. Sura ya Ujerumani. Ndio. DW Sura ya Ujerumani. Sasa Sura ya Ujerumani unaweza kuisikiza nyakati zipi hapa katika Kenya, na katika masafa yapi ama tovuti zipi? Maanake siku hizi kuna hali ya mitandao, sio? Ndio. Tupo pia katika mtandao, unaweza kutusikiliza kwenye Facebook kama Deutsche Welle, kwenye YouTube, Instagram, kote tupo. Na kwa hapa Kenya relaying stations nafikiri tunazo chache ndio unaweza kutusikiliza. Zamani tulikuwa tunasikilizwa kule Mombasa, kuna vituo kama vile vitatu, lakini sasa hivi unajua mambo ni ya mtandaoni sana. Mambo sana ni manake ni it's very easy. Tumehamia kwenye Facebook sana. Yani una Google tu Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili alafu inakuelekeza. This is easy. Sasa ukija pale unachagua kwenye vipindi, sikiliza vipindi, alafu unachagua. Pia kuna kipindi maarufu sana ambao kinaitwa Maoni, Meza ya Duara. Ni kipindi cha mahojiano na wataalamu mbalimbali ambao tunajadili mada mbalimbali. Mtazamaji wa DW Kiswahili, muda umefika sasa. Katika muda usio mrefu kutoka sasa nitakuwa na kuandalia taarifa ya habari za ulimwengu. Zainab Aziz amepiga utangazaji hadi sasa zaidi ya miongo miwili, iwe hapa nchini na Ujerumani kwa jumla. Nilitaka kujua tokana na uhodari wake katika nyanja hii, japo amepata kuwahi kutuzwa kufuatia kazi yake bora ambayo bado anazidi kuitekeleza.
Tuzo nimepata nyingi, nashukuru. Na naweza kusema yote hiyo ni kwa sababu ya jitihada, kwa sababu huwezi tu kukaa ukawa hufanyi kitu, hakuna mtu ata recognize unachokifanya. Lakini mpaka kufikia wakati mtu aweze kuona kwamba unafanya kitu ambacho kinastahili uwe recognized, hiyo ni hatua nzuri. Kwa hivyo nianzie wapi? Naweza kuanzia zile za mwanzo kabisa. Zile za mwanzo. Labda ukiwa hapa Kenya? Nikiwa hapa Kenya nilipata tuzo moja ya mtangazaji bora kwa kampuni moja ilikuwa inayo deal na media, hiyo kampuni, na ilikuwa sana sana Media Council. Sio Media Council, hiyo ni shirika ambalo linasimamiwa na Wamarekani. Ndio, na lilikuwa linawafunza watangazaji. Jina nimesahau kidogo. Utakumbuka baadaye. Ndio, lakini pale tulikuwa tunafunzwa namna ya hasa namna ya kuripoti mambo ya kuhusiana na HIV and AIDS. Kwa hivyo nikafanya na wao pia, nikachukua mafunzo pale kwa muda mrefu, na nilipata tuzo yangu ya kwanza kutoka hapo, ambayo nilipewa na USAID ya kurecognize mchango wangu. Na ule uelewa wa yale mafunzo tulikuwa tunapewa pale. Alafu tuzo kubwa ya hivi karibuni ambayo najivunia ni hiyo ya Head of State Commendation, HSC, ambayo nilipewa mwaka jana. Ile Head of State of Commendation. Ndio. Nilipatiwa mwaka. Ile ni ya kutoka kwa rais. Ndio. Nashukuru kwamba na mimi nimeweza kuwa recognized kwamba nafanya kazi nzuri hata kule niliko, kuitangaza nchi yetu na lugha yetu ya Kiswahili. Na nimeshapata pia tuzo kule Ujerumani. Mimi pia ni mwandishi wa riwaya na vile drama. Kwa hivyo nilitengeneza kipindi kinaitwa Learning by Ear, kujifunza kwa kusikiliza, ambacho bado kinaendelea hewani, Deutsche Welle. Na nilipata tuzo ya European Union kwa sababu ya kipindi hicho, kwa sababu nilipoandika mchezo huo nilimwangalia mtoto wa kike, so nikapata hiyo tuzo ya Umoja wa Ulaya. Na vile nikapata hiyo tuzo ya SJA ya kule London, ambayo wewe mwenyewe ndio ulinikabidhi. Ile MTM Award kule Marriott Hotel London, Oxford Street, ambayo wewe mwenyewe ndio ulinikabidhi. Na nyingine nyingi ndogo ni nyingi, sizikumbuki. Lakini kama ningelikuwa huko kule kwangu Ujerumani, sababu nimezitengenezea mahali, kwa hivyo ningeweza nyingi, na naweza kuzisawiana na juzi nimekwenda kuhoji Charles Sasati. Charles Sasati alikuwa ni mkimbiaji ambaye mwaka wa 68 alishinda silver medal katika Mexico Olympics. Mwaka wa 72 akashinda gold medal katika 4x4 ile 400 meters relay. Yani mimi nikiangalia zile matuzo yake, maanake alikuwa amelaza kwenye meza, hayahesabiki, ni countless. Kwa hivyo wewe ni kama Charles Sasati katika mambo ya matuzo. Hapana, labda zangu zinaweza kuwa chache, lakini zinapendeza kwenye meza yake. Sasa Bi Zainab Aziz, utapata kwamba radio ilikuwa ni chombo maarufu sana katika mambo ya kuwasilisha habari, either breaking news na maneno kama hayo. Ndiyo. Lakini utapata kwamba sasa kuna majukwaa ya social media ya kijamii, na utapata kwamba kizazi kipya kama vile kijana wako ambaye siku hizi umesikia kwamba ana digital banking ni kumaanisha kwamba kila jambo sasa ni digital. Sasa wewe unahofia kwamba redio iko katika hali ya kuelekea tanzia kwa sababu ya majukwaa ya kijamii, ama namna gani? Naweza kukubali kwamba ndio nahofia. Nahofia kama tutaiwacha redio izame kule, na unanitia hofu. Tusipokazana kueleza umuhimu wa redio, kwa sababu mimi naamini kwamba haya majukwaa
ya mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook. Ni majukwaa ambayo sana sana ndiyo yanatumika na vijana, lakini pia ni katika miji mikubwa. Katika nchi zetu hizi, pengine kule maeneo ya mashambani, internet inaweza kuwa ina matatizo kupatikana. Kwa hivyo bado wanategemea kile chombo. Bado wanategemea chombo cha redio ambacho kwangu mimi ninaona hiki chombo ni muhimu kabisa. Ndiyo, pamoja na kwamba tuna haya majukwaa ya kidijiti, lakini redio iwe na nafasi yake. Tunaenda tunabadilika tu katika redio, namna ya uandaaji wa vipindi. Labda zamani tulikuwa tunasoma taarifa ya habari dakika 20, watu hawana nafasi kukaa dakika 20 kusikiliza taarifa ya habari. Sasa tumeenda tumereduce mpaka tumefika dakika 5 au dakika 6 ama 3 siku hizi. Ama 3. Manake yule kijana ambaye umenielekeza kwamba umenifahamisha kwamba ni kijana wa Aisha Kiteme. Ndio. Yule anasikiza redio kweli? Hawezi kusikiliza. Manake yuko kwenye simu za smartphone saa zote. Ndio. Na ndio maana tunapambana kuhakikisha hata hizi news tuwe tuna news feeds katika hiyo mitandao ya kijamii. Na sasa ni sisi kizazi hiki na cha nyuma yetu kidogo kuendelea kuwakumbusha hawa kwamba kuna umuhimu kusikiliza taarifa. Sasa utapata kwamba sasa wewe wewe ni mkuu wa kile kituo cha Deutsche Welle katika sekta fulani, lakini utapata kwamba sasa hichi kizazi kipya mnakiajiri kazi kusudi habari zote ambazo mnatangaza katika DW vile vile zinatokea katika majukwaa ya social media. Yani sambamba wakati ule kabisa. Sasa nikuulize, maanake mimi nishazungumza na kina Hassan Mazoa katika Gumzo Mtaani, namna ambavyo tunazungumza. Nishazungumza na kina Amina Fakih, kina Hadija Ali. Na mimi huwa nauliza swali hili, redio ni chombo au ni mawimbi? Sijui swali hilo. Tafakari hayo. Sijui hilo swali naweza kulijibu. Manake ukiangalia kwa pande zote mbili linaweza kuwa lina maana. Kwamba kinaweza kuwa ni chombo na kinaweza kuwa ni mawimbi. Kwa mfano kama hii DW ukiiweka katika maana yake, manake ni Deutsche Welle. Welle maana yake ni mawimbi. Na Deutsche ndio hiyo Ujerumani. Kwa hivyo mawimbi ya Ujerumani. Mawimbi hatusemi kwamba ati ni bahari imetoa mawimbi ndio tuiangalie katika mtazamo huu, lakini ni kwa sababu ya ile kuenda namna ya kutangaza, kuandika habari na namna tunavyozifikisha kwa watu. Kwa hivyo kinaweza kuwa ni chombo cha muhimu kwa sababu naamini kabisa radio ndio imetufikisha hapa kwenye digital platforms. Tumeanza kwenye redio, lakini tukachukua pengine hayo tunayoyafanya kwenye redio tunaweza kuyatransfer kwenye mitandao ya kidijitali. Manake siku hizi hata redio utaipata kwenye runinga television. Ndio. Radio utaipata mpaka kwenye simu yako hiyo ya smartphone. Kwa hivyo hapo ndio labda tunaweza kuipa kwenye meaning sasa ya mawimbi, kwa sababu inaweza kupenya ikaenda popote. Na tena mawimbi wanasema kwamba wale ambao waligundua mambo ya usafirishaji wa sauti wanasema kwamba ni infinite. Ndio. Yanaweza kupenyezea mpaka kwenye kuta. Ndio. Ndio. Labda chombo kwa sababu zamani tuna kama KBC, lakini bado sisi tuna ile kasumba kwamba redio. Watu siku hizi wanakwenda kununua chombo kile cha redio, sijui kama sasa Ujerumani, najua umeishi uzunguni sana. Mpaka sasa hata wewe ni mzungu sasa. Hapana. Kuna maduka ambayo nauza redio siku hizi. Labda ukitaka kama kwenda kununua, kuiweka kama kitu cha kukumbuka. Kama deka. Yaani ni chombo tu ambacho unaweka pale alafu kama kule Ulaya inakuwa ni vigumu. Ati maduka ya redio hamna? Hamna. Manake redio ziko katika smartphone. Ndio. Lakini ndio hapo ninaposema Mashallah. Ndipo wasiwasi wangu ulipo sasa. Kwamba hata huko Ujerumani katika taifa lililoendelea bado kuna watu ambao hata sio wazee sana hawaelewi kuitafuta hii redio kwenye smartphone. Vile tulikuwa tunasema hawaelewi, lakini wanaelewa kwamba DW wataipata katika masafa fulani. Ndio. Zainab Aziz kibinadamu ni mtu mwenye furaha, mpenda watu
mchekeshaji na mkarimu sio haba, ila ya hiyo nilitaka kuelewa ni nini hicho ambacho kinaweza kumliza Zainab Aziz. Labda nikiondokewa na mwanafamilia ama ndugu, rafiki, mtu ninayemjua karibu, kwa sababu kwa vyovyote vile ukipewa habari za tanzia huwezi iwe ndio sababu ya wewe kucheka, kufurahi, lakini vinginevyo mambo mengine ya dunia mimi hayanijalishi. Unasema kama Mfaransa, qui sera sera, whatever will be. Kabisa. Kabisa. Unaachia Mwenyezi Mungu. Ndio. Nakubali hili tatizo limetokea na li accept. Alafu naendelea mbele. Mohamed Juma alikuwa ananiambia kwamba ni kudra ya Mwenyezi Mungu. Kabisa. Kudra ni neema. Ni neema ya Mwenyezi Mungu. Neema tu. Neema ya Mwenyezi Mungu. Yaani sote tuko hapa kwa sababu ya Muumba. Kabisa. Na kudra yake Mwenyezi Mungu. Kabisa. Tunaishi kwa kudra yake tu. Akisema liwe linakuwa, akisema haliwi. Sasa wewe ni mtangazaji maarufu sana na sauti yako ni nyororo, naweza toa mpaka nyoka kwenye pango. na kuna watu ambao wanakuangalia hivi, wanaangalia ule urembo wako, sauti yako nyororo, na wangependa sana kuwa mtangazaji kama wewe. Ungetoa wito gani? Wito mimi nasema, ama ushauri? Wito na ushauri kwamba ukiwa unakipenda kitu kwa moyo wako, basi ifuatilie ndoto yako mpaka ufanikishe kile unachokitaka. Usifanye kitu kwa kuiga. Unajua kuna mtu anasema kwa vile Zainab ni mtangazaji basi mimi nataka kuwa mtangazaji, lakini moyoni hana hiyo. Ama kuiga sauti yako. Wako tu wengi. Mimi nilikuwa namuiga Mohamed Abdulrahman. Ni vizuri, lakini ni vizuri kuwa na identity yako. Identity ya brand. Brand yako. Unaona kama kile kipindi cha Mchaka Mchaka kiliweza kuwa brand. Kikakuwa mpaka brand kabisa. Kabisa. Mpaka hata waleo Elizabeth Obege anafahamika kwa sababu ya kipindi cha Mchaka Mchaka. Na yeye huwa akakifuatiliza. Na si mtu wa mkosa shukrani, manake akisema anasema kipindi hiki mimi ni kwa sababu ya Zainab ndio aliyokianzisha. Ni vizuri ku acknowledge. Karibu. Na hatimaye tukamteka Zainab Aziz atoe ushauri kwa naonuia kuingia katika nyanja ya utangazaji. Kutoka kwenye roho yangu nasema Zainab Aziz ni yule yule tangu alivyokuwa binti na hadi sasa nimeshakuwa nyanya na wajukuu 7 hapa nilipo. Lakini upendo, furaha, amani, utulivu ni vitu vya muhimu sana. Fanya kile kitu roho inapenda na kwa uwezo wako. Usijikakamue kutaka kufanya kitu kwa sababu mtu mwingine anafanya. Na ukimtanguliza Mungu, basi kudra yake itafanya kazi. Mimi pia ni mpishi mzuri, hata ukija Ujerumani kanja na kukaribisha. Bado naendelea kupika vyakula vyangu vya Kiafrika nikiwa kule. Ni kama rafiki yako Mariam Omar. Ndio. Baada ya kusema kwamba sasa ametoka katika hali ya utangazaji, ndio anasema kwamba siku hizi anaandaa chakula cha Kiswahili. Na anaandaa chakula kizuri sana. Na anakiweka katika Facebook. Ndio. Anajiuza. Ndio. Katika kile chakula cha Kiswahili, manake wewe umezaliwa kule Nyali Mombasani. Ni chakula kipi ambacho ungeweza kutengeza ukasema kwamba hichi nikiandalia wageni? Pilau, biriani, sambusa, mandazi, chapati, viazi vya rojo, chochote. Ni kumaanisha kwamba katika labda ukisha kamilisha hii mambo ya utangazaji na kila kitu, labda uweke mgahawa kule Dar es Salaam ama Ujerumani. Tukija Ujerumani tutakwenda kula katika Zainab Aziz special Swahili dishes. Naweza pia, lakini kwa kweli nikiretire ninataka kupumzika. Huwezi kupumzika. Mimi namwangaliaga ule mtangazaji anaitwa Dan Rather. Dan Rather was one of the most prominent podcasters in this world and more so in America. He's 90 something na bado anafanya mahojiano. Mimi ningependa kuwa Dan Rather, niendelee kufanya mahojiano. Ndio. Ndio. Hata mimi ningetaka kufanya vitu vile ambavyo sitatumia tena nguvu nyingi sana. Labda ningependa niendelee kuandika vitabu labda vya upishi. Na uandike kitabu mama. Hili ni Gumzo Mtaani. Lifi Shababs, Zaki Tusuru, mgeni rasmi Zainab Aziz, na jina langu ni Daudi Kanja. Danke schön. Bitte.